Uzoefu alionao ni mkubwa. Nikiangalia nafasi yake hata kwa Duchu, na alisajiliwa kuwa kama backup ya Kapombe baada ya Isra. Ni kweli kabisa, na iliaminika kwamba yeye ana uwezo wa kuja kumfanya hata Shomari Kapombe akakaa pembeni, lakini unamuona kaingia isivyo bahati. Nafikiri kashuka kiwango, kashuka sana kwa kiasi kikubwa. Hata anapoanza ameonekana ni bora atumike Duchu kuliko yeye. Yaani unakuja kugundua anapokosekana Shomari Kapombe, Simba imekuwa iko comfortable zaidi kumtumia Duchu kulikoni Kevin Kijili. Ni mchezaji ambaye simuoni akaendelea kuwepo Simba, kwa sababu kuna ukweli ambao unaonekana Simba bado wanahitaji mchezaji ambaye anaweza kuja kuchukua nafasi ya Shomari Kapombe. Hata huyo Duchu mwenyewe anayetumika kipindi kile anaonekana bado ana mapungufu ambayo hawezi kuziba nafasi ya Shomari Kapombe. Nimeona Simba wanahusishwa na beki mbili mwingine ambaye anacheza kati ya timu kubwa tatu hizi. Moja kwa moja ni Lusajo Maikenda. Kuna haja ya kutafuta saini yake na kucheza Simba. Ndio maana nikasema Simba wanahusishwa na namba mbili mwingine, na ukiona timu inahusishwa na upande fulani, jua kabisa kuna mahitaji. Ukimwangalia Lusajo Maikenda, ukimwangalia vizuri na kiwango alichonacho paka dakika hii, nadhani wewe mwenyewe tutakubaliana kwamba yuko juu ya uwezo wa Kevin Kijili pamoja na Duchu, kwa sababu anatumika timu ya taifa na anacheza michuano migumu inayokabili taifa. Hawezi kushindwa kucheza Simba kama endapo itakuwa bahati yake na akifika pale atafiti kwenye mfumo wa mwalimu. Ni mchezaji ambaye ni mzoefu, hana anachokwenda kujifunza. Azam sio timu ndogo, na mara nyingi hasa ukizingatia wachezaji wengi wanaotoka Azam kwenda Simba huwa wanafanikiwa. Ukijaribu kufuatilia wachezaji wengi wanaotoka Azam kwenda Simba huwa wanafanikiwa. Huu ni ukweli kwamba hata Azam nafikiri ni timu kubwa. Kwa hiyo mchezaji anapotoka Azam kutumika akija Simba anaongeza vitu vichache kwenye kufikia kwenda kushindana kwenye klabu ya Simba. Kwa mimi naamini mchezaji kama Lusajo Maikenda, kama kweli Simba wanahusishwa naye, huenda ikawa chaguo sahihi kuliko ni kuleta mchezaji wa kigeni. Lakini akija, si unaona tayari hao wawili inabidi wapishe, Duchu na Kijili. Yaani ilivyo katika mpira wa miguu, kinachokuhukumu wewe ni nyakati na kile unachokionyesha. Hakuna jinsi. Kama mimi ningekuwa ni Kevin Kijili, kama mimi ningekuwa ni Duchu, hasa Duchu tumzungumzie, Kijili tumwache. Kijili kaja akashindwa kuingia kwenye mfumo wa timu kubwa. Inawezekana kaingia katika mfumo wa wale wachezaji ambao wakitoka timu za kawaida wakija kwenye timu kubwa kwa muda mchache wanashindwa kudeliver. Huenda akatoka tena akaondoka akaenda sehemu nyingine na akacheza. Sababu tunamuona Israel Patrick Mwenda anacheza Yanga, si ndivyo? Huenda naye akatoka akaenda Azam, akaenda wapi akatumika. Lakini tumzungumzie Duchu. Duchu ni mchezaji ambaye kashapewa nafasi kwa muda mrefu sana ndani ya klabu ya Simba. Katolewa kwa mkopo Sana. Nafikiri zaidi, yani kama kuna mchezaji ambaye Simba wamemwamini kwa muda mrefu na wamempa nafasi, basi Kameta Duchu anaweza kuwa anaongoza. Kwa hiyo yeye anatakiwa ajiulize mara mbili kwamba kwa nafasi ambayo timu imenipa na klabu imenipa, sidhani kama atakuwa na lawama. Na ndio maana nikasema waangalie Kevin Kijili, muangalie Kameta Duchu. Kati yao unamuona nani anaweza akafikia uwezo wa Lusajo Maikenda. Ni mchezaji mwandamizi Azam, sawa, alafu ni captain yule. Sawa, naoza wa timu. Uwezo ukapewa ukapteni bure. Anawezekana akawa na vitu vya kuongeza ili kuweza kuja kutumika ndani ya klabu ya Simba, lakini mimi naamini kabisa nikimtazama yeye ni vitu vichache sana ataviongeza kuweza kuchukua ile nafasi. Mtu kama Shomari akishindana na Kapombe kule atamweza. Kapombe naye anaonekana ameshindikana. Shomari ni mchezaji mzuri sana katika wachezaji na vizazi vya wachezaji ambao tumeweza kubarikiwa Tanzania, sio Simba tu. Unapomzungumzia Shomari Kapombe unazungumzia fullback bora ukanda wa Afrika Mashariki huenda na kati. Wewe mwenyewe umeshuhudia wamekuja wachezaji wa kigeni wangapi, achana tu na Simba. Wamekuja wachezaji wa kigeni pale Yanga Afrika, Azamu, sijui Singida wapi. Wote hao walikuwa wanaonekana wanakuja kwa ajili ya kuja kumcompete Shomari kwamba wao ni bora kuliko Shomari. Lakini walio wengi wamefeli kuonesha uwezo bora kuliko Shomari. Kwa hiyo unapomzungumzia Shomari sio mchezaji ambaye ukisajiliwa Simba unapaswa kwenda kushindana naye. Unapaswa kukubali kwamba yule kakutangulia. Lakini kulingana na ukweli kwamba Shomari anaendea umri umekwenda. Kama tumezungumzia Fabrice Ruamba Ngoma, ni mchezaji mzuri lakini umri wake unakuonesha kwamba anahitaji backup ya mtu kuja kuchukua nafasi yake. Walioko kwenye benchi lake wengine wakiingia unawaona kama kuna utofauti mkubwa sana na wachezaji wanaotoka kiwanjani. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba mwalimu huyu ana akili nyingi sana jinsi ya kuchagua watu gani wanapaswa kucheza. Unajua timu ya mpira wa miguu unakuwa na wachezaji zaidi ya 23 mpaka 30 unao. Unachaguaje wewe kwamba wachezaji gani wataendana kuweza kucheza nikapata muunganiko mzuri?
Fadlu amefaulu sana katika hilo, kwamba kaweza kupata muunganiko mzuri wa kikosi chake, na ndipo uhatari wa Simba umekuja kutokea na ubora wa Simba. Wale wachezaji wanaoanza unaweza ukaona kama ni kitu kidogo, lakini kutengeneza partnership kwenye kiungo, kujua mchezaji gani anaweza kumechi na mchezaji gani, tukapata ubora wao kwenye nafasi ya kiungo, hilo ni jambo jingine. Unaweza ukajikuta ukaweka viungo ambao hawaendani, huwezi ukapata unachokihitaji. Kwa hiyo naweza kusema Fadlu mpaka dakika hii, ndio maana anasema yupo kwenye project ambayo yeye anaiona bado. Nafikiri yeye amesema yuko kwenye 50%, lakini kwa mimi nikimwangalia anaweza kuwa hata 45, yuko katika sehemu ya 45, kulingana na kwamba wachezaji wale wengi ni wapya, wamekutana na yeye anahangaika sana katika kuchoose nani aanze kikosi cha kwanza, nani asubiri. Pengine ungekuwa wewe ndo kocha, umesema kwamba Simba haina kikosi kipana, dirisha linalokuja kubwa, kuna haja ya kufyeka baadhi ya wachezaji na kuongeza namba nyingine? Simba hawatakiwi kuacha wachezaji wengi, wanatakiwa watoe wachezaji wachache ambao wameonekana wameshindwa kabisa kuderiva, ndio watoe. Na nikitizama katika kikosi chao kuna mtu kama na huyo Ogjefa, sio mchezaji mbaya. Ogjefa sio mchezaji mbaya, lakini naona kama kwake yeye, kulingana na mifumo ya timu na kocha Fadlu, namuona anavyotaka, anachotaka kifanyike katikati ya kiwanja kwenye lolo anayocheza yeye hakitoi. Kwa hiyo itakuwa ngumu sana kwa yeye kuweza kupata nafasi, kwa sababu nishamwangalia zaidi ya mara moja mara mbili akiingia hachezi vile ambavyo mwalimu anataka acheze, na ndio maana amekuwa akikosa nafasi. Kwa hiyo wana uwezo wa kumpa nafasi akaenda sehemu nyingine akatumika, kwa sababu ni mchezaji mzuri. Mchezaji mwingine nikimwangalia namuona kama mchezaji ambaye unaweza ukasema umwache pale Simba aende ili nafasi yake kuweza kuangalia mtu mwingine akaja kuziba nafasi yake, ni nani? Joshua Mutale, naona kama vile timu inamkataa. Kila ukimtazama kuna muda unamuona ana ups and down nyingi sana. Kuna kipindi unamuona anarejeshwa kwenye mechi za kombe la ligi, anaonekana anataka kucheza vizuri, lakini baadaye anarudi tena kwenye uwezo wake ule ule. Kwa hiyo nikimtazama naona uongozi unaweza ukampunguza ili kupata nafasi ya wachezaji wawili watatu wa kigeni wenye uwezo mkubwa waje kuja kuchukua nafasi zao. Wachezaji wa ndani alikadhalika, kuna yule bwana kiungo ametoka Mashujaa, nani wanamuita, Omari. Ukimwangalia vizuri unamwona ndio mchezaji ambaye hajapata nafasi nyingi ya kutumika kwenye klabu ya Simba, kulingana na ukweli kwamba ameshindwa kuderiva kabisa. Kila anapopewa nafasi anaonekana ni mtu ambaye bado anakuwa hatumiki inapotakikana. Kwa hiyo nikimwangalia namuona ili kwa maslahi mapana kipaji chake, wanapaswa waangalie timu nyingine ya ligi ya NBC aende akakuze uwezo wake kama ilivyokuwa kwa Sare Karabaka. Sio wachezaji wabaya. Nafikiri wakati mwingine pia unakwenda kukutana na kitu tofauti na ulichokitegemea. Mahitaji ya mwalimu, namna ambavyo mwalimu anataka wewe ucheze, unakuta wewe hujajiandaa na unashindwa kukopo katika mfumo wake kwa haraka, matokeo yake unatoka mchezoni. Kwanza kukuta mchezaji yule ni mzuri, lakini anahitaji kuja kujipanga upya kwa sababu umri wake ni mdogo na anaweza akatumika zaidi kwa siku za mbeleni. Sio mbaya, akubali aende akajifunze, aanze upya, anaweza akarudi kwenye vilabu vikubwa. Eneo la ulinzi mna mtu kama Hussein Kazi na Shamu, Simondo Baroni, Hamza, lakini pembeni na Kijili na Shomari Kapombe, David Kameka Duchu, Shabarara, Valentine Noma. Katika maeneo hayo wote wanafaa. Simba wanapaswa kumuongeza beki mmoja mwenye uwezo wa kuja kutumika ili kwa kompetenti au mabeki wakati watatu waliopo. Sababu ukimtoa Shamu Karabwa, Abdurazak Hamza, Shemalon Fondo, beki mwingine wakati hapo ni Hussein Kazi. Ukimtizama Hussein Kazi unakuja kugundua ndo yale yale ya Omari. Anaonekana wazi mwalimu hajaona kitu kutoka kwake na hayuko tayari kumwamini. Kwa hiyo mchezaji kama huyu kwa sababu ya umri wake bado mdogo, kuendelea kumwacha kwenye timu ni makosa. Wanatakiwa wampe nafasi, aende sehemu nyingine akaangalia namna ambavyo anaweza kurudisha uwezo wake. Sababu kukaa benchi muda mrefu bila kutumika na yenyewe sio nzuri. Hasa ukizingatia yule mchezaji mzawa na yeye anahitajika pia, anaweza akarudi kwenye uwezo kesho na kesho kutwa taifa likaja likamtegemea. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anapaswa kwenda kutumika sehemu nyingine ili apate kurudisha kiwango chake. Abdurazak Hamza, Shamu Karabwa, Shemalon Fondo ni wachezaji ambao Simba watakiwa kupunguza hata mmoja. Lakini mwanzoni Shamu mlikuwa ni kama muamini. Hapana, Shamu kama unakumbuka wakati anakuja Simba mara kwanza alicheza mechi za kwanza afa akapata majeraha. Akapewa nafasi yake Abdurazak Hamza kuja kutumika. Akatumika vizuri. Akatengeneza partnership nzuri yeye na Shemalon Fondo.
Kocha yoyote yule wa mpira wa miguu akishaona wachezaji wamekaa vizuri, wanaelewana, wanaweza kutumana vizuri, huyu akamfutia makosa mwenzake na huyu anaweza kuna kipindi akamfutia makosa mwenzake, huwa hataki kubadili. Ndicho kilichotokea kwa Shamu Karabwa. Alijikuta anakaa benchi kwa sababu Abdurazak Hamza na Chemalon Fondo walicheza vizuri. Sio kwamba alikuwa beki mbaya, kwamba aliingia akaonekana akafanya makosa akaonekana hafai. Sio kweli. Kuna kipindi yeye anarudi na wakuta watu wameshafiti, wanacheza katika mfumo wa mwalimu anaohitaji. Hakuna kingine, unahitaji kukaa usubiri, utakapohitajika utumike na wewe uonyeshe. Na ndicho kilichotokea. Chemalon Fondo kaumia, anarudi Shamu Karabwa, watu wanakuwa na wasiwasi zaidi, hasa ukizingatia kwamba walikuwa wanaona kama ni mabeki wanaotaka kufanana. Shamu Karabwa na Abdurazak Hamza wanacheza katika role moja. Wote wanaonekana kuwa masenta hafu zaidi kuliko ni kuwa namba 4. Kwa hiyo watu wakawa wanajiuliza itakuwaje. Lakini pale pale narudisha sifa kwa kocha wa Simba. Alijitahidi kutengeneza setup nzuri ya uzuiaji. Matokeo yake unaona wewe mwenyewe, ukiangalia mashabiki wengi wa Simba wamekuwa wanalilia huenda pengine hawa watu ikiwezekana hata finali zile game mbili wacheze wao. Pamoja na kocha Chemalon Fondo karudi, anatafuta fitness taratibu, lakini bado watu wanalizika na uwezo wa Shamu Karabwa na Abdurazak Hamza na partnership yao wanaoicheza pale katikati. Hii inakuonesha nini? Inakuonesha kwamba Simba wana mabeki watatu wa viwango vya hali ya juu ambao wanaweza wakatumika wakati wowote, anapokosekana huyu anakuwepo na anaziba nafasi yake vizuri. Ndio maana nikasema wachezaji wao wanaonekana wamefiti na wanatakiwa kuendelea kuwepo. Cha msingi ni kuwaongezea beki mmoja ambaye atakayokuja kukamilisha pair. Pair anasema siku zote kwenye mabeki wakati unatakiwa una pair 2. Wewe una mabeki wakati 4 wenye uwezo wa kucheza wakati wowote ule. Kuna kipindi michuano ni mingi kama hivi unavyoona Simba hawatumiki kwenye michuano ya muungano Zanzibar, kwa sababu walikuwa wametaitiwa na michuano ya shirikisho. Kwa hiyo unaweza kujikuta msimu mwingine ujao michuano unatakiwa ucheze 4 5 yote kwa pamoja. Ukiwa na mabeki pair 2 nzuri, ina maana wachezaji 4 wanaoweza kucheza beki ya kati waweza kutumika vizuri. Umeniuliza kuhusiana na mabeki wengine kama Kevin Kijili